huwaga hayatokei kwenye mainstream conversation. Kwa hiyo nimefurahi kwamba at least umeweza kuigusia. Na ni wakati ambapo Tanzania kwa wakati huu tupo kwenye ujumuishwaji na ushirikishwaji katika nafasi za siasa. Mihimili yetu miwili mikuu inaongozwa na wanawake. Ni kitu ambacho hatujawahi kuki-experience kama nchi. Na Mheshimiwa Jaji Mkuu na yeye amekaribia kustaafu, kwa hiyo huwezi kujua. Mengine tutajadili kwenye chai, lakini kwa sasa tubaki na hili. Na pia ukiangalia kuanzia mwaka 1992 au mwaka 1995 kwenye uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi, nafasi za wanawake waliochaguliwa majimboni zimeongezeka kutoka nafasi 2 mpaka nafasi 27. Kwa hiyo sijaongezeka sana, lakini zimeongezeka. Na hiyo 27 majimbo yako 264, si unafahamu 214 bara na 50 kule Zanzibar. Kwa hiyo majimbo 27 tu ambao ni 10%. Only 10% of the parliament ni wanawake waliochaguliwa majimboni. Kwa hiyo kungekuwa hakuna vitu maalum ambayo kikatiba inasema at least 30%. Lakini tume ya uchaguzi wanasema walipokea maelekezo na vimeongezwa mpaka 40%. Kwa hiyo vimetoka kuwa 103, sasa hivi viko 113. Kwa hiyo ina maana kusingekuwa na hivyo viti 113 vya viti maalum, kungekuwa kuna wanawake 27 tu bungeni. Na ukija sasa kwenye masuala ambayo ninaona ni masuala mazuri kuyazungumza au masuala muhimu kuyazungumza tunavyoelekea wakati wa uchaguzi, kwenye masuala mazima ya ujumuishi. Kwanza kabisa mimi nimetoka kwenye kundi la ujana mwaka jana kisera. Lakini vijana nikizungumza nao wanasema kwamba hii si swala la kuwa tunaweza kupiga kura miaka 18, lakini tunatakiwa tugombee udiwani na ubunge tukiwa na miaka 21 na urais tukiwa na miaka 40. Hili ni swala ambalo lina wanyima vijana fursa. Kwa sababu nchi zingine kulikuwa kuna kampeni, kwa mfano kuna kampeni ya Nigeria Not Too Young to Run, ambapo iliweza kupunguza umri wa kugombea mpaka miaka 18. Kwa hiyo ukifikisha miaka 18 unaruhusiwa kugombea vyovyote unachotaka. Ugombee udiwani, ugombee ubunge, ugombee urais. Wananchi wanaokupigia kura ndio wataamua. Kwa hiyo vijana wanasema huu umri 18 unapiga kura, 21 unagombea ubunge na udiwani, 40 unagombea urais. Hili ni swala ambalo ni discriminatory. Na ya pili ni kwamba vijana sana sana ambao wanaishi nje ya nchi, ambao ni wengi, vijana wengi ndio wanapenda kukimbia nchini kwao wanakwenda mahali pengine, wanaoishi nje za nchi wangetamani nao waweze kupiga kura, lakini mpaka sasa hivi hawawezi kupiga kura na Fulgence ameliongelea. Kwa hiyo pia hilo ni swala la kisheria na ni swala ambalo linawaathiri vijana wa kike na wa kiume. Lakini pia kuna hili swala zima la wafungwa ambao sasa hivi wanaweza kupiga kura, lakini sasa wanaweza kupiga kura kwa mazingira ambayo hayaangaliwi. Kwamba wanaweza wakapiga kura wafungwa, lakini hakuna waangalizi wala hakuna mawakala. Kwa hiyo haki yako unapewa hivi alafu inachukuliwa kwa upande mwingine. Kwa sababu hiyo inatoa fursa ama mianya ya kutokuwepo na uaminifu kwenye uchaguzi. Lakini swala lingine ambalo vijana wanalizungumzia ni swala zima la vijana ambao wanasoma vyuo vikuu. Kwamba wakati wa kujiandikisha wanakuwa wapo maeneo labda ya vyuo wanajiandikisha. Wakati wa kupiga kura wanakuwa wamerudi nyumbani. Kwa hiyo huko wanakuwa wanaweza labda kumpigia rais peke yake, wanakuwa hawawezi kuwapigia wale wengine. Wakitaka warudi wakapigia kule ambako wamejiandikisha, ambapo wanakuwa nauli inakuwa ni shida, lakini pia na muda na logistically inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo ni swala pengine pia wanalizungumzia. Na swala zima la mgombea binafsi pia linaathiri vijana, kwa sababu ukiwa una alternative way ya kushiriki katika uchaguzi, unatoa mwanya mpana kwa vijana, watu wenye ulemavu na wanawake kugombea. Kwa hiyo hili na lenyewe ni swala ambalo linawaathiri pia vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Lakini pia hii election deposit, dhamana ambayo inatakiwa iwekwe, ukiwa hujaridhika na uchaguzi
unatakiwa uweke hiyo dhamana milioni 5, unatakiwa uunganishe watu wengi kwenye kesi. Kwa kama unaunganisha watu wengi kwenye kesi, unaweza kujikuta unatakiwa una milioni 20 au 30 ili uweze kufungua kesi. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinawadidimiza wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kushiriki kwenye uchaguzi, kwa sababu unajua kwenye uchaguzi kama huu nisiporidhika kwenda kudai haki yangu itakuwa gharama. Lakini kitu kingine kabisa ni swala zima la viti maalum. Kwa hiyo vijana na watu wenye ulemavu wanasema kwamba kuna viti maalum vya wanawake, lakini kwa nini hakuna viti maalum vya vijana? Kwa nini hakuna viti maalum vya watu wenye ulemavu? Nchi kama Uganda wana viti viwili kwa ajili ya watu wenye ulemavu bungeni kwao. Pia Zimbabwe wana viti, na pia wana viti vya vijana na kadhalika. Lakini pia kuna mazungumzo mapana kuhusiana na viti maalum vyenyewe, namna vinavyoendeshwa hapa nchini Tanzania. Na swala kubwa kabisa ni swala la ukomo wa viti maalum. Chama cha Mapinduzi miezi kadhaa iliyopita hapa kimesema kwamba miaka 10 inayokuja kutakuwa kuna ukomo wa vipindi viwili vya viti maalum. Lakini hiyo sio mara ya kwanza wao kusema hivyo. Kwa hiyo tunategemea tu kwamba ikifika hiyo mwaka 2035 itaweza kumaterialize, kwa sababu walishasema hivyo mwaka 2005. Ukisoma minutes zao za mwaka 2005 waliazimia kwamba ikifika mwaka 2015 kutakuwa kuna ukomo wa vipindi viwili vya viti maalum, lakini haikuwa hivyo. Kwa hiyo ukomo kwa nini ni muhimu? Kwa sababu viti maalum inadondokea kwenye kitu kitaalamu tunaita affirmative action, ambapo affirmative action pia inadondokea kwenye neno lingine tunaita temporary special measures. Kwa temporary special measures natakiwa ziwe temporary, na wale wanaohold hivyo vitu wanabidi wavihold temporarily, ili kutoa mwanya kwa watu wengi kunufaika na viti maalum, kujifunza masuala ya kisiasa, kupata mitandao ya kisiasa, kupata fedha ili wakagombee kwenye majimbo au kwenye kata. Kwa hiyo sio kwamba ukipata kiti maalum leo ukajua tu namna ya kunavigate kwenye wingi yako ya wanawake na kwenye chama chako, basi unaweza kukaa miaka 30. Unakuwa unawanyima fursa vijana wanaotaka nao kutumia mwanya huo kujifunza kutumia hiyo fursa. Kwa hiyo kuna hilo swala, lakini swala lingine la viti maalum ni kile kifungu namba 81 cha katiba. Ibara namba 81 ya katiba inazungumza kwamba tume inatakiwa itengeneze kanuni zinazofuanana kwa ajili ya kuviongoza vyama kuteua wanawake viti maalum. Lakini tume haijai kufanya hivyo, na ndio maana hata hii kesi ya wanawake 19 wa Chadema, moja kati ya sababu ya kwa nini kesi hii imekuja na tupo nayo ni kwa sababu kila chama kina utaratibu wake wa kuchagua wanawake viti maalum, na haitakiwi kuwa hivyo. Vyama vinabidi viwe guided, kwa sababu hivi ni viti ambavyo vinatakiwa viwanufaishe wanawake. Kwa hiyo lazima kuwe kuna utaratibu ili kuweza kuepuka wanawake wasiwe abused in cause of getting into special seats. Kwa hiyo hilo ni swala lenyewe ambalo linabidi liangaliwe. Lakini kitu kingine ni mfumo wa uchaguzi. Tafiti zinaonyesha kwamba wanawake wanaweza kuchaguliwa zaidi kwenye mfumo wa uchaguzi wa uwakilishi wenye usawa, ama kitaalamu wanaita proportional representation, kuliko huu mfumo unaoita mshindi anapata zote, first past the post. Kwa hiyo kwa sababu ya first past the post, ina maana ni kama vyama vipo 19, jimbo liko moja, kwa hiyo ni watu 19 wanagombea. Kwa hiyo kulingana na tamaduni zetu, watu wako more likely kuchagua wagombea wanaume, vyama viko more likely kuwasimamisha wagombea wanaume. Kwa hiyo sio mfumo ambao ni rafiki kwa wanawake. Kwa hiyo mfumo ambao uko rafiki ni huu unaitwa zebra inaitwa proportional representation with zebra approach, where kuna party list na majina yanakuwa yamekuwa alternated. Na nakubaliana na wale waliosema kwamba tunaweza tukabadili mfumo wa uchaguzi hata kabla ya Oktoba haijafika. Nilipatika kwenda kuangalia uchaguzi Sierra Leone mwaka jana. Walibadilisha mfumo wa uchaguzi kutoka first past the post kwenda proportional representation 3 months before the elections, na uchaguzi ulifanyika. Na sheria pia walizibadilisha hivyo hivyo mpaka kuintroduce 30% ya wanawake as a quota system kwenye mfumo wao uchaguzi ambao haikuwepo, na iliwezekana kufanyika in 3 months. Kitu kingine ambacho tutakiongelea pia ni kuhusiana na ukatili wa kijinsia wakati wa uchaguzi. Tanzania imekuwa nchi ya kwanza, moja kati ya nchi za kwanza barani Afrika kuweza kuwa na kifungu maalum, kifungu namba 135 cha
sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Kinazungumzia na kinakataza na kinafanya kuwa ni kosa masuala ya ukatili wa kijinsia wakati wa uchaguzi. Lakini kabla hata kifungu hicho hakija yani kifungu hicho kimepita, hiyo sheria imepita mwaka jana na hicho kifungu ni kipya. Kwa hiyo lakini ukiangalia na tukiwa tunaongelea ukatili wa kijinsia wakati wa uchaguzi, hatuongelei tu ule wakati wa kampeni, tunaongelea kwenye election cycle yote. Kwa hiyo kwa mfano sasa hivi umeona wafuasi wa Chadema wameenda mahakamani, wanawake pale wametoa testimonies namna ambavyo wamepigwa. Kwa hiyo hiyo ni violence against women in elections. Kwa hiyo ni feeling ambayo sio nzuri sana kwamba mmeweka tu kifungu ambacho kinapingana na hicho kitu, alafu yanatokea matukio ambayo yana confirm hivyo vitu. Namalizia kwa swala zima la watu wenye ulemavu. Mambo makuu ambayo tukifanya tafiti tunasikia wakisema ni kama nilivyozungumzia swala la kwanza, hakuna viti maalum kwa ajili ya watu wenye ulemavu, lakini pia namna ambavyo wakati wa uchaguzi ni wakati ambao unakuwa unatishia usalama wa watu wenye ulemavu. Kwa mfano wakati wa uchaguzi ndo kesi nyingi za kupotea watu wenye ualbino huwa zinaongezeka sana. Kwa hiyo ni kipindi ambacho ni kipindi cha tishio kwa watu wenye ulemavu. Lakini pia sana sana katika kujiandikisha kwenda kupiga kura kunakuwa hakuna vitu ambavyo ni jumuishi vya wao kwenda kujiandikisha. Kwa mfano labda lugha ya alama, zile karatasi za nukta nundu, kunakuwa hakuna karatasi ambazo zina maandishi makubwa. Hiyo ni challenge kwao. Lakini pia unakuta uandikishaji na upigaji kura unafanyika kwenye madarasa ya primary ambapo unakuta mingi yao yana ngazi. Kwa hiyo kupanda kwa watu ambao wana ulemavu wa mwili inakuwa ni ngumu. Lakini pia hata namna ambavyo elimu ya mpiga kura inatolewa haiwafikii watu wenye ulemavu, kwa sababu elimu inatolewa kwa jumla bila kuangalia sana mahitaji ya watu mbalimbali, watu wenye ulemavu wa uziwi, ulemavu wa kuona, ulemavu wa viungo na kadhalika. Kwa hiyo hayo ndio mambo ambayo nimesema ni share na nyie. Yapo mengi lakini hayo ndio nimeamua ni yapiki kwa sababu ya muda tulionao. Lakini sana pia ni vizuri masuala ya wanawake, wasichana na watu wenye ulemavu yakasemewa na makundi hayo wenyewe, kwa sababu kuna ile principle tunaita nothing about us without us. Kwa hiyo siku nyingine ningependa kuona hapa tuna watu wa SHIVYAWATA wanakuja wanaongelea masuala yao ya watu wenye ulemavu, makundi ya vijana wanakuja wanaongelea masuala yao.